na kuzitaka rehema na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote ninakuhusieni sambamba na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wamefaulu wale ambao watakuwa ni wenye kumcha Allah katika maisha haya ulimwengu. Tunaendelea na nadwa yetu. Tayari wamepita wazungumzaji, na kila mzungumzaji akiwa na maudhui yake, na alhamdulillah kwamba faida ambayo inayopatikana ni kubwa kwa wale ambao wenye kusikiliza na kuzingatia. Mada yangu mimi nitazungumzia ahmiyatul ilm, umuhimu wa elimu katika Uislamu wetu. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kusoma, jambo la kutafuta elimu kwa Muislamu, jambo hili ni jambo la lazima, kwa sababu katika dini hii kuna mambo mengi ambayo Muislamu anatakiwa ayafanye, lakini kuyafanya kwake kuwe kumejengeka juu ya elimu. Kwa maana kile ambacho unachokifanya lazima ukifanye ukiwa unatambua kwamba ninafanya kitu gani. Kinyume chake ni kwamba ukikifanya kitu hicho hali ya kuwa hauna elimu nacho, basi kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kuharibu kile ambacho unachokifanya. Ndio maana kasemwa kwamba kutafuta elimu faridhatun ala kulli muslimin, ni faradhi ya lazima juu ya kila Muislamu. Na jambo hili la utafutaji wa elimu ni jambo ambalo ameliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia hakuacha kulizungumzia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maana yake ni kwamba yale yote ambayo yaliyozungumzwa hapa kabla ya mimi kuzungumza, hiyo ndio elimu yenyewe. Na hivi ambavyo Waislamu mmekaa hapa mkiwa mnasikiliza haya ambayo yanayosemwa hapa, huko ndiko kutafuta elimu kwenyewe. Na ndio maana hii majlisi ambayo tuliokaa hapa ni majlisi bora, ni majlisi ambayo anaitambua Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika wanatufunika na mbawa za rehma, lakini Allah tabaraka wa ta'ala anawataja wale ambao waliohudhuria katika majlisi hii, anawataja mbele ya viumbe wake walio karibu naye. Sasa Muislamu si wa kupuuzia katika majlisi kama hizi ambazo ni majlisi bora, ikafikia hatua Muislamu akaona uzito wa kuweza kukaa katika majlisi hizi za elimu, lakini akakaa katika majlisi zingine ambazo zisizokuwa na faida. Muislamu akaa vijiweni anazungumza maneno ambayo ni ya uongo, anacheza karata, anacheza rudo. Kwa yeye jambo hili linakuwa ni bora zaidi kuliko ni kukaa akasikiliza maneno ya Allah na akasikiliza hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia vile vile
Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'ani amezungumzia na amewafananisha yule ambaye mwenye elimu na yule ambaye asiyekuwa na elimu, kwa kuwauliza waislamu na waumini, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hivi inawezekana wakafanana au kulingana wale ambao wanaojua na wale wasiojua? Jawabu lake ni kwamba watu hawa hawataweza kulingana, ima iwe ni katika masala ya ibadat au katika masala ya miamalat. Mtu ambaye anayejua hawezi kuwa sawa sawa na yule ambaye asiyejua. Mtu ambaye anayejua kuswali hawezi kuwa sawa sawa na yule asiyejua kuswali. Mtu anayejua kuitekeleza vizuri ibada ya funga, akajua ubora wake, akajua yale ambayo yanayofunguza, akajua yale ambayo yanayopunguza thamani ya funga, mtu huyu hawezi kuwa sawa sawa na asiyejua haya. Nikiwa ninamaanisha katika ule upokeaji wa ile ibada iliyofanywa na watu hawa. Mtu ambaye aliswali hali ya kuwa anajua ibada yake au swala yake itakuwa ni makbula mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko ni mtu ambaye atakayekuja msikitini baada ya kusikia adhana akaja tu akasujudu akarukuu, lakini hajui kwenye rukuu anasema nini, kwenye sijida anasema nini. Watu hawa hawezi wakalingana. Sasa Muislamu, wewe unatakiwa uwe katika engo gani? Unatakiwa uwe katika engo ya wale ambao wanaofahamu. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la kufahamu na jambo la kujua ameliweka kwamba ndo jambo la mwanzo ambalo Muislamu anatakiwa apupie. Lakini pia ikaja katika kitabu ambacho alicho musannif wake ni al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, al-usul thalatha, imekuja mlango maalum ambao ni kitabu katika kitabu vya Imam al-Bukhari, babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Kuna mlango ambao unaozungumzia al-ilmu, elimu kwanza, kabla al-qawli wal-amal, kabla ya kusema na kutenda. Muislamu, kabla haujasema chochote, jitahidi kile unachokisema uwe na elimu nacho. Kabla haujatenda chochote, jitahidi kile ambacho unachokitenda uwe na elimu nacho. Hapa ndipo utapata matunda ya kile ambacho ulichokisema au kile ambacho ulichokitenda. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'ani, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, tambua ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ufanye istighfar, umuombe Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na madhambi yako. Allah ameanza fa'lam, kwanza jua, usome, utambue, baada ya hapo ndio uingie katika utekelezaji. Lakini pia vile vile, ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza ya kwamba wale watu ambao wenye elimu, watu ambao waliosoma elimu ya sheria wakawa nayo na kuifanyia kazi,
Allah tabaraka wa taala atawainua daraja za juu kulikoni wengine. Allah akasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, kwamba Allah atawanyanyua wale ambao walioamini miongoni mwenu na wale ambao aliyowapa elimu atawanyanyua daraja za juu. Lakini pia Allah anayafahamu yale ambayo tunayoyafanya. Kwa aya hizi tunaona umuhimu wa Muislamu kujifunza, umuhimu wa Muislamu kuwa na elimu ya kisheria. Lakini leo hii Waislamu wengi sana wamekuwa wamepuuzia jambo la kujifunza, jambo la kutafuta elimu. Waislamu wengi wako mbali nalo kwa nyudhuru za aina mbalimbali. Wengine wakashughulishwa na jambo la kutafuta maisha, wengine wakasema kwamba sisi tayari tushakuwa watu wazima, hatuwezi kusoma tena. Wengine wakaacha kuwasomesha watoto wao, kusema kwamba watoto wetu bado wadogo, hawajafikia umri wa kusoma. Kwa hiyo kwa nyudhuru za aina mbalimbali Waislamu wanajiweka mbali na swala la kutafuta elimu, swala ambalo halina umri wala halina muda. Ule muda ambao wewe unaopuuzia ukaacha ukapotea ukashinda kujishughulisha na masala ya kutafuta elimu, tambua kwamba muda huo hautarudi tena. Ukishaenda ndio umeenda hivyo. Na wewe Muislamu una nafasi ya kujifunza Uislamu wako kwa wakati wowote na kwa umri wowote ambao uliokuwa nao, kwa sababu hizi halakati za kielimu ambazo mashekhi wanazozifanya katika misikiti na madaris za aina mbalimbali ni halakati ambazo hazina kikomo cha umri, kwamba hii halaka tunataka ahudhurie mtu ambaye ana umri mwisho miaka 50. Hamna halaka hiyo. Wanahudhuria watoto, wanahudhuria vijana, wanahudhuria wazee. Kwa hiyo umri wote ambao ulionao wewe unakuruhusu kujifundisha Uislamu wako, sababu Uislamu huu hauna sheria au kanuni kama elimu zingine, kwamba wewe huwezi kusoma ukaenda kwanza darasa la kwanza una umri huo, tukaenda shule ukakubali kuandikisha darasa la kwanza au nasari. Haiwezekani. Lakini elimu ya dini unaweza ukaja na ukasoma hivyo hivyo ulivyo. Kwa hiyo katika kutafuta elimu, ndugu zangu Waislamu, kuna faida zilizokuwa kubwa ambazo anazozipata yule ambaye atakayeshikamana na jambo hili. Na tunapozungumzia elimu tunazungumzia elimu ya kisheria, elimu ambayo inayomwezesha Muislamu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kujua Uislamu kwa dalili. Hiyo ndiyo elimu ambayo tunayoikusudia hapa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam hatha ummatahu ala talab alilm, ameuhimiza umma wake juu ya kutafuta elimu. Wabayana fadlahu wa ahmiyatahu, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amebainisha fadhila za elimu na umuhimu wake. فقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yule ambaye atakayepita katika njia, makusudio ya kupita njia hiyo ni kutafuta elimu, basi Allah subhanahu wa ta'ala
atamfanyia wepesi kwa yeye kupita katika njia hiyo ya kutafuta elimu. Allah atamfanyia wepesi kuingia katika pepo yake. Ukitafuta elimu ya kisheria muislamu, ukapoteza muda wako kwa ajili ya kutafuta elimu hii ya kisheria, basi tambua wewe haupotezi muda bure, haupiti katika njia hiyo kutafuta elimu bure bure. Ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia wepesi kuweza kuingia katika pepo yake. Namuomba Allah atujalie kuwa ni watu wa peponi. Lakini pia vile vile ndugu zangu waislamu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amezungumza katika hadithi kuwapa bishara njema wale ambao watakaojihimiza katika sala utafutaji wa elimu, wakatoa maisha yao kwa ajili ya jambo hilo, na Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia kuwa ni watu ambao wenye kuifahamu dini yake. Watu hao Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala amewatakia khair. Akasema Mtume, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, basi huwa anampa fiqh, anampa ufahamu katika dini yake. Kwa hiyo muislamu kuitambua dini yake, muislamu kuisoma dini yake, akawa ni mtambuzi, basi huyu ni katika watu ambao waliotakiwa khairi na Allah tabaraka wa taala. Ni neema iliyoje wewe muislamu ukawa miongoni mwa watu ambao waliotakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia vile vile yule ambaye anaitafuta elimu ya kisheria, miongoni mwa faida zake anasema, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ard. Mtu ambaye ni alim, aliyejifunza dini yake ya Kiislamu akaitambua, mtu huyu anaombewa msamaha na vile ambavyo vilivyopo mbinguni na vile ambavyo vilivyopo katika ardhi, vinamwombea msamaha mtu huyu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta alhitanu fil ma, mpaka samaki ndani ya maji wanamuombea msamaha alim, yule ambaye aliyejifunza dini ya Kiislamu na akaitambua. Lakini miongoni mwa fadla za yule ambaye aliyekuwa ni alim, anaitambua dini yake, wa inna fadla al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari lailatul badri ala sa'iril kawakib. Miongoni mwa ubora wa yule ambaye ni alim mwenye kuifahamu dini yake juu ya mja ambaye asiyeifahamu dini yake, mtu ambaye si alim, bora wake ni kama vile mwezi usiku wa lailatul badri, ule mwezi ambao wenye kung'aa juu ya kawakib zingine, sayari nyingine. Sasa huyu mtu ambaye ni alim, anafahamu Uislamu wake, ni mbora kulikoni yule ambaye asifahamu Uislamu wake. Lakini pia vile vile ndugu zangu waislamu, katika neema iliyokuwa bora na fadhila ambazo alizokuwa nazo mtu ambaye ni alim, aliyejifundisha Uislamu wake na akaufahamu, ni kwamba wa innal ulamaa warathatul anbiya, kwa hakika wana wachuoni, watu ambao waliosoma Uislamu, waliosoma dini yao, wakawa ni maalim, watu hawa ndiyo warithi wa mitume.
wa innal anbiya lam yuwarrathu dinaran wala dirhama walakin warathu alilma, kwa hakika manabii hawakurithisha dinari wala dirham, isipokuwa manabii wa Allah walirithisha elimu. Kwa yule ambaye aliyejifunza elimu na akawa na elimu, mtu huyu amechukua mirathi, anatembea na mirathi za manabii. Sinakuwaje wewe Muislamu unakuwa mbali na jambo hili, jambo ambalo yule ambaye atakayekuwa nalo atakuwa amechukua mirathi za mitume. Leo hii watu wanagombana, familia wanagombana, wanashindwa kusemeshana, wengine wanatoana nafsi kwa sababu ya mirathi aliyoiacha baba. Huyu anataka na yule anataka, huyu anataka na yule anataka, huyu mwingine anataka apate peke yake, mwingine asipate. Ikafikia hatua akamfanyia uadui mwenzake, akamuondoa duniani ili yeye ndio abaki anamiliki ile mali peke yake. Na hizi ni mirathi za kidunia tu ambazo baada ya muda unakufa, unaondoka, unaviacha duniani. Lakini wala waislamu hawako radhi kupoteza muda wao kuhangaika kwa ajili ya kutafuta mirathi ambayo ni mirathi ya manabii wetu. Kwa hiyo Muislamu, jitahidi sana kujifundisha Uislamu wako, tukiachilia mbali mambo yote. Waislamu tukiachilia mbali mambo yote, ni kwamba ibada zako wewe ambazo unazozifanya haziwezi zikafika mbele ya Allah tabaraka wa taala ikiwa hizo ibada unazozifanya hauzifanyi kwa mujibu wa elimu. Leo hii swala iliyomalizika ni swala la asr. Ikiwa kama umeswali Muislamu swala hii haujafuata maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika swala yako, basi ile swala yako haijafika mbele ya Allah. Watu leo tumefunga saumu ya Arafa. Hii funga ina mambo ambayo Muislamu lazima ayachunge akiwa amefunga. Kuna mambo ambayo ukiyafanya itakuwa ni sababu ya funga yako kubatilika. Sasa wewe huyajui, unayafanya mambo hayo, hiyo funga yako inaenda wapi? Na unajua kabisa wewe huyajui, lakini hauko tayari kuweza kujifunza yale usiyajua katika Uislamu wako. Ndugu zangu Waislamu, jambo la elimu ni jambo la msingi sana kuliko ni mambo yote. Yani kabla haujafanya lolote Muislamu katika Uislamu wako, hakikisha jambo hilo unalifahamu. Na ndiyo maana mambo mengi kudhihiri leo hii katika umma wa Kiislamu, maasi, uzushi na vitu vingine, sababu yake ni nini? Ni aljahlu bid-din wa adamu talabi al-ilmi ash-shar'i. Hii ndio sababu ya kukithiri bid'a, sababu ya kukithiri maasi ya aina mbalimbali. Sababu yake ni Waislamu kutokuifahamu dini yao, lakini pia Waislamu kutokuwa na elimu ya kisheria. Hawana elimu, hawaifahamu dini yao. Kwa hiyo Muislamu akiwa afahamu Uislamu wake, kuna mambo ambayo anaweza kayaingiza katika Uislamu wake ambayo hayapo. Mfano, wewe Muislamu umeletewa ibada. Ile ibada ambayo ulioletewa, umeambiwa tu kwamba hii ni ibada, unatakiwa wewe ufanye kama Muislamu. Unaichukua ile ibada, unaanza kuifanya bila ya kujua kwamba ibada hii mimi ninaifanya, lakini ni nani ambaye alinitangulia kuifanya ibada hii? Muislamu ukawa hujui kwamba katika Uislamu wetu sisi kuna shurutu kabuli al-amal,
kuna masharti ya kukubaliwa matendo. Ibada yoyote ile ambayo wewe Muislamu unaifanya itakubalika ikiwa imejengeka chini ya masharti hayo, ambao sharti la kwanza ni alislam, lazima uwe Muislamu. Sharti la pili ni alikhlas, ufanye ibada hiyo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na sharti la tatu ni almutabaa, ufanye hiyo ibada kwa kufuata maelekezo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Sharti la kwanza unalo, wewe ni Muislamu, lakini ukakosa ikhlas, ukafanya ibada kwa riaa tu. Yaani wewe masuala ya ikhlas wala wewe huyajuagi, wewe unajua mtu anafanya ibada tu. Masala ya mutabaa wala wewe Muislamu huyajui, kama mimi lazima nifanye ibada yangu, lazima nimfuate mtume sallallahu alayhi wasallam. Unafanya ibada hii, je, mtume aliifanya? Ndiyo aliifanya, unaendelea kufanya. Mtume aliifanya? Hakuifanya, na usifanyi. Masahaba zake, makhalifa wale wanne walioifanya, hawakuifanya, usifanyi. Lakini haya wewe Muislamu unayafahamu. Na ndio maana ikafikia hatua Waislamu wakasema kwamba hawa mashekhe hawa ndio watakaoingia motoni, kwa sababu wao ndio wanatupoteza. Huyu anasema hivi na huyu anasema vile, sasa mimi nimfuate nani? Wewe ndio usome ili usipotezwe, unatakiwa usome, kaa darasani. Usipokaa darasani lazima utapotezwa tu, utapotezwa lazima, kwa sababu hawa ambao wanaosoma mwisho wa siku huwa wanaondoka. Unabaki wewe sasa na watu wako ambao wote walikuwa ni watu ambao wanaofuata tu. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ameleta hadithi ambayo lau kama Waislamu tukikaa tukaitafakari, lazima turudi nyuma tuone kwamba kila mmoja ana wajibu wa kuweza kujifundisha Uislamu wake. Allah akasema, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Allah haichukui elimu, haiondoi elimu, kwa maana kuiondoa ile elimu, kuitoa kwa waja wake, kwamba watu ambao waliokuwa wanafahamu. Umelala ukiwa unafahamu, unaamka asubuhi kwamba wewe hujui chochote. Allah subhanahu wa ta'ala haichukui elimu kwa mtindo huo, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaiondoa elimu kwa kuwaondoa wale wasomi, wale watu ambao walikuwa ni wasomi katika jamii. Allah subhanahu wa ta'ala anawafisha kule kufa kwao, ndiyo Allah anakuwa anaiondoa ile elimu, hatta idha lam yubqa aliman, mpaka inafikia hatua katika maeneo hayo hakuna atakayebakia katika wanawachuoni wote. Allah kawachukua, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Hapo sasa watu wakawajalia viongozi wao ni wale watu wasiojua, watu hawana elimu yoyote katika dini yao, ndio watakaokuwa viongozi wa watu. Fasuilu faaftau bighairi ilm, watu hao wataulizwa na watafutu pasipokuwa na elimu. Fadallu wa adallu, hao watu baada ya kuulizwa na wakafutu pasipokuwa na elimu, wakapotea wao na wakapoteza wengine. Na ndiyo mambo yaliyopo leo hii. Mtu amekaa kijiweni na Waislamu wenzake wamemfanya yeye ndio kuwa mufti katika maeneo hayo au katika sehemu hiyo. Yale ambayo anayatolea fatawa wala hayajui, kwa kuwa wamemfanya kuwa shekhe. Kama tumekaa hapa, mtu ambaye tuzidi ni fulani, sasa wewe ndio utakuwa shehe wetu. Tunabishania nini? Tunabishania jambo fulani. Wewe unasemaje? Ndio kashafanya shehe kuwa katika majlisi ile. Kusema la adiri hawezi, atasemaje sijui wakati ashafanya kuwa shekhe katika sehemu hiyo. Kwa lolote atakaloulizwa atafutu masala, likiletwa hili analipangua, likiletwa hili analipangua, fatawa ambazo hazijengeka katika elimu. Hii ndiyo hali ambayo tunakuwa nayo Waislamu katika zama zetu hizi, baada ya kujiweka mbali elimu.
Lakini pia ndugu zangu waislamu, jambo la elimu, yani mtu kuwa alim, ni jambo ambalo kila mtu anatamani kuwa hivyo, na hakuna mtu yoyote yule ambaye anayependeza au anayependezwa kuitwa jahil. Kwa ni jahil, huyu hajui. Na ndio maana Ali radhiyallahu ta'ala anhu akasema, kafa bil ilmi sharafa an yad'iyahu man laysa bi ahli. Inatosha elimu kuwa ni sharaf, kuwa ni utukufu pale ambapo huwa anaidai hata yule ambaye asiyekuwa nayo. Mtu hajasoma, hana sifa za kujiita msomi, lakini anajiita mimi ni msomi, na akiitwa msomi anafurahi sana, kama fulani mashallah, fulani bwana anajua, fulani bwana ana elimu, anatembea amejitanua hivi kwamba yeye, kumbe mnajua. Kwa hata yule ambaye asiyekuwa na elimu akiambiwa na elimu anaona raha. Sasa huu ndio utukufu wa elimu, kuidai yule ambaye asiyokuwa nayo. Na leo hii watu hawa wako wengi sana ambao wanadai kwamba wao ni maalim, lakini jambo sivyo ilivyo. Watu hao si maalim. Lakini pia vile vile wakafa bil jahli ala wakafa bil jahli ara an yatabarra minhu man huwa fihi. Na ikatosha elimu kuwa, yani ujinga kuwa ni aibu pale ambapo anajiweka mbali na ujinga yule ambaye yupo katika jambo hilo. Ni nani ambaye anayefurahi kuitwa kwamba fulani ni mjinga? Ni kweli hajasoma, hajui kuswali, hajui ibadati zingine katika Uislamu wake ni namna gani anazitekeleza, wala hajui. Lakini akiambiwa wewe haujui, mnaweza mkashikana mashati. Haya, kwa nini sijui? Kwa nini unaniita jahili? Lakini mtu huyu kusoma hataki. Akiambiwa wewe bwana unajua, hapo sawa. Nakwambia mjinga nilikuwa nakutania tu, lakini wewe bwana unajua katika maeneo haya yetu haya hakuna alim kama wewe. Anasema hapo sawa, hapo tutaelewana. Kile ananiambia mimi ni mjinga, ananiambiaje mimi ni mjinga? Elewana jamani. Kwa hiyo waislamu, jambo la kutafuta elimu ni jambo la lazima. Elimu kwanza, kabla ya kusema chochote. Elimu kwanza, kabla ya kufanya chochote. Elimu kwanza. Ukisema kabla haujasoma utaharibu, na ukitenda kabla hujajifunza pia utaharibu. Katika karne zetu hizi au katika dunia yetu hii, kitu ambacho anaruhusiwa kusema mtu hata kama hana elimu nacho ni kwenye Uislamu wetu. Yani Uislamu wetu anaruhusiwa kusema yeyote, awe ni msomi au asiwe msomi, anaruhusiwa kusema, ili mradi tu awe na sifa ya kuzaliwa katika Uislamu au awe ni Muislamu. Yeye anaweza akauzungumzia Uislamu popote pale na akafutu masala anavyotaka yeye. Kwenye Uislamu peke yake ndio jambo hilo lipo. Ima sehemu zingine hilo jambo hawaliruhusu. Yani unaweza kwenda pale kwamba mimi nikabidhini barabara niitengeneze. Hauna cheti, umesomea wapi wewe? Nataka kuwa engineer, watu wanataka kutengeneza rofa pale, ni rosha. Sasa mimi naombeni mradi uniukamilishe. Umesomea wapi? Sijasoma. Yani hata kama uwe ni mzoefu kiasi gani, yale maeneo yako yote wanajua wewe ni fundi maridadi, hauwezi kupewa, kwa sababu una vigezo, hauna cheti ambacho kitakujulisha wewe ni msomi. Ila Uislamu wetu, ikiwa kama ulisoma zamani kule
babu majaa. Basi wewe ni alimu mkubwa, unaweza ukafutu masala na unaweza ukabishana na yule ambaye ni kushinda katika elimu. Sasa ukiyataka haya muislamu uwe ni msemaji, unasikilizwa katika jamii fulani, soma. Watu wakijua kama wewe ni msomi lazima wakusikilize tu, lakini watu hawawezi kukusikiliza hali ya kuwa wanajua wewe si msomi, kwa sababu tu wewe ni muislamu au kwa sababu wewe ni muislamu wa zamani. Ikafikia hatua waislamu wengi wakapotea katika ibada muhimu sana. Mfano ibada hii ya Arafa, waislamu wengi wanapotea kwa sababu ya kudhani kwamba mimi ninafuata yale ambao waliokuwa nayo wazee wangu. Hajasoma lakini anafuata yale ambao waliokuwa nayo. Ndio ile kwamba mimi sijasoma lakini haunidanganyi. Sasa tunauliza swali, kati ya wazee wako wewe na maswahaba wapi wazee? Yani hao wazee wako hao, baba yako, babu yako na maswahaba wa mtume, wapi ndo wazee? Twende sasa kwa utangu. Si hao ndo wazee maswahaba? Sasa wewe unawafuataje wazee wako, unashindwa kuwafuata wazee wetu maswahaba? Sasa waislamu tunatakiwa tusome. Kusoma ndio jambo la msingi. Hautaweza kupotezwa, hautaweza kuwa na yale maneno kwamba hawa mashekhe ndio kuni zetu, na watu hawe mashekhe ndio kuni zetu, kwa sababu wao ndio wanatupoteza. Lakini kwenye Uislamu wallahi wa billahi wa ta'ala, kuna watu ambao wanaswali mpaka leo miaka 50, miaka 40, lakini hawajui kuswali. Kuchukua semina ya swala hataki, na ikafikia hatua eti muislamu akaona aibu kusema kama mimi sijui kuswali. Anaona kwamba ni aibu. Kana aibu yako hiyo hiyo ya kusema mimi sijui kuswali, alafu uendelee kuswali hivyo hivyo swala ambayo isiyokubalika mpaka unakufa. Ni kipi bora kati ya kusema kwamba sijui kuswali ukaonekana haujui, na ukaendelea kujifanya wewe ni mjuaji unajua kuswali, ukawa unaswali hivyo hivyo na ukafa hali ya kuwa hujui kuswali? Kipi ni bora Waislamu? Yani tunaona aibu kusema sijui kuswali, ukaendelea kuishi katika jamii kwamba fulani bwana mashallah anaswali, anajua kuswali. Watu wakawa wanajua hivyo, unajua kuswali. Na wewe kwenda kwa mtu ukamwambia sijui kuswali, ukajulikana hujui kuswali, ukafundishwa ukaswali kwa usahihi. Kipi ni bora? Bora uende ukafundishwe muislamu, hata kama na miaka 50, nenda kafundishwe ujue kuswali, uswali vizuri. Tuko pamoja Waislamu? Kwa hiyo mambo ya kuzungumza kuhusiana na masala haya ya elimu ni mambo mengi sana, lakini naona kama zibakia dakika 5 zimalizie kwa usieni Waislamu, pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la utafutaji wa elimu. Wazazi ambao mna watoto majumbani, jitahidini sana kuhakikisha watoto wenu wanasoma, kwa sababu elimu ya dini ndiyo hazina muhimu ambayo utakayokuwa umwachia mtoto wako. Hakuna jambo lolote ambalo la thamani ambalo mzazi utakuwa umwachia mwanao zaidi ya elimu ya sheria. Hakuna lolote. Umpeleke shule za boarding sekula, huko analipa pesa nyingi, akasoma akafika mbali, akaja akawa dereva wa ndege, akaja kuwa waziri mkuu. Jambo hili kwako wewe halitakuwa na thamani, hasa pale ambapo utakapokuwa umekufa. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amesema katika hadithi, idha mata ibn adam inqata anhu amaluhu illa min 3. Mwanadamu anapokuwa amekufa matendo yake yote huwa yanakatika isipokuwa mambo matatu. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema illa min sadaqatin jariyah, isipokuwa sadaka
yenye kuendelea. Ulitoa sadaka, ulijenga msikiti, ulichimba kisima, hiki kitakunufaisha wewe baada ya kufa kwako. Na jambo lingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu yenye manufaa. Ulisoma, baada ya kusoma ukawafundisha watu, wale watu ambao watakaobaki baada ya wewe kuwafundisha wakawafundisha wengine. Hii elimu ambayo uliyoiacha itakunufaisha hata baada ya kufa kwako, maana thawabu zile zitaendelea kukufuata. Lakini jambo la mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye atakayekuombea dua. Mtoto mwema ambaye atakayekuombea dua unamwandaa wewe mzazi leo hii kabla ya kufa kwako. Ukiacha mtoto ambaye si mwema, mtoto ambaye asiyejua thamani ya mzazi, mtoto ambaye asiyejua thamani ya Uislamu wake, basi sahau ya kwamba mtoto huyu atakukumbuka hata siku moja baada ya kufa kwako, isipokuwa atanufaika na kile ambacho ulimwachia katika elimu ya dunia. Ana mali nyingi, mke wake mzuri, anaishi maisha mazuri. Saa ngapi atakukumbuka mtoto huyu? Hakukumbuki. Kwa ukimwacha mtoto aliyekuwa mwema, lazima akukumbuke. Leo hii baada ya Waislamu kuthamini Uislamu na kuwaandaa watoto wao ambao watakokuwa ni watu ambao wanaowakumbuka wazazi wao mara kwa mara, imefikia hatua leo hii jamii ya Kiislamu imekuwa na watu ambao wanawakumbuka wazazi wao kwa vipindi. Kesho Allah subhanahu wa ta'ala akijalia ndiyo siku ya Eid. Hii siku ya Eid ndiyo watu huwa wanawakumbuka wazazi wao, wanawaita mashekhe, wanawapikia wali na nyama, ndio wanawasomea dua wazazi hiyo siku. Na baada ya hiyo siku kumalizika, mtoto wako hatakukumbuka tena mpaka Eid nyingine. Hapo kuna madhara aina mbili. Madhara ya kwanza ni kwamba mtoto huyu ulimwacha si mtoto mwema, kwa maana alikuwa kumbuki katika muda mwingine uliobakia. Hayo ni madhara ya kwanza. Madhara ya pili, hata ile dua pia ambayo anayokukumbuka kusomea ni dua ambayo haipo katika sheria. Hamna sheria yoyote ambayo inasema unataka kumsomea dua mzazi wako, waite watu mkusanyike hapo, uwapige ubwabwa na soda na nyama, alafu wape hela. Wewe mwenyewe Muislamu mkumbuke mzazi wako muda wowote ule ambao utakaokuwa na wasa, muombe dua mzazi wako. Kwa hiyo haya yote mzazi unayatengeneza wewe kwa kumwandaa mtoto aliyekuwa mzuri, kwa kumfundisha Uislamu wake na kumpeleka katika marakiz na madaris kwa ajili ya kusoma Uislamu na ajue thamani ya Uislamu wake, lakini pia ajue thamani yako. Hivyo ninakuhusieni Waislamu kuingia katika madaris, kusoma, kulazimiana na mashekhi ambao wanaojua Uislamu na mashekhi ambao wanatoa elimu ya kisheria ya sawa sawa. Fikia hapa tuseme subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.